Yesu asifiwe sana, mtazamaji wangu na msikilizaji wa Sibuka TV pamoja na radio. Na shukuru tena kwa Mungu kutupa nafasi nyingine na siku mpya ambayo tena Bwana amependezwa tuweze kuketi pamoja kujifunza neno la Bwana. Mimi ndugu yako mchungaji Daktari Livingstone Dennis kutoka Dodoma. Na sasa naomba tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu li hai, ninakushukuru mno kunipa nafasi hii na kibali hiki cha kusimama mbele ya watu wako. Wewe ambaye unawajua na wapo sasa kusikiliza na kupokea. Na mimi pia Bwana nahitaji nipokee. Hivyo sema nasi pamoja. Na ukaguse kila moyo wa mmoja, kila mahali ambako watumishi wako wananisikiliza katika usiku wa leo. Nena nasi Mungu, tufundishe, tuhekimishe, tuelekeze njia yako. Tuelekeze mapenzi yako makamilifu. Tujue kile ambacho Mungu umetuitia na tuweze kuishi katika hicho. Katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji wa Sibuka TV, katika wiki iliyopita tulijifunza juu ya kumjengea Mungu, kumtengenezea Mungu au kumfanyia Mungu patakatifu ili apate kukaa katikati yetu. Tulizungumza juu ya hilo katika wiki iliyopita, na tulianza na ujumbe huo ambao niliahidi kwako kwamba utakuwa na mfululizo wa kujifunza somo hilo ambalo ni la muhimu sana. Na muhimu sana kusikiliza na kulielewa na kulitendea kazi ili uyaone matokeo katika maisha yako. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 na ule mstari kuanzia wa 1 mpaka mstari ule wa 9, Mungu anasema na Musa kwenye mlima Sinai. Kwenye mlima Sinai kwamba anataka wana wa Israeli wamtengenezee mahali patakatifu ambako watakutanika wao na Mungu. Mahali pa makutaniko kati ya mtu na Mungu. Na sio tu kukutana, lakini Mungu kukaa katikati yao kabisa. Katika kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 8 anasema, nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao au kati yao. Sawasawa na hayo yote ni kuonyeshayo, mfano wa maskani, mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Narudia tena. Nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao. Sawasawa na hayo yote ni kuonyeshayo, mfano wa maskani, mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Katika sura hii ya 25 tunaona Mungu sasa anahitaji akae na watu wake, akae katikati yao, akae katika maisha yao. Lakini Mungu anatoa maelekezo ili apate kukaa katikati ya watu wake, katikati ya maisha ya watu wake. Anatoa maelekezo na namna ambavyo wanapaswa kufanya. Na watakapofanya hivyo, basi Mungu atakuwa karibu nao au atakuwa katikati yao au ataishi nao, atatembea nao, atakaa katikati yao. Na hili linapendeza sana, kuwa na Mungu, kuishi na Mungu, kukaa na Mungu, kutembea na Mungu. Jambo jema mno, jambo la baraka katika maisha ya yoyote yule mtu mwenye akili timamu. Kiacha wale ambao wamechanganyikiwa, wanasema hawamtaki Mungu, lakini wale ambao wanajua thamani ya kuwa na Mungu watatamani kujifunza, kuelewa haya ambayo nayasema katika siku ya leo. Na naamini kabisa
Mtu yoyote ambaye anasema hakuna Mungu, Biblia inasema wazi huyo mtu ni mpumbavu. Ukisikia kwenye kinywa cha mtu anasema hakuna Mungu, basi ujue unasimama mbele ya mtu mpumbavu. Hata kama amesoma, hata kama ana elimu, lakini mradi anasema hakuna Mungu, Biblia inasema ni mpumbavu. Sasa kama ni mtu ni mpumbavu, maana yake ni mtu wa kutisha sana. Maana afadhali kuwa mjinga. Mjinga anaweza kuelimishwa akaelewa. Lakini mpumbavu, maandiko yanasema hata ukimtwanga kwenye kinu na maji, kamtwanga hawezi kuiva. Maana upumbavu uko kwenye kinywa chake, kwenye moyo wake, kwenye akili yake. Kwa hiyo usiku wa leo nataka tuone jinsi ambavyo Mungu alivyotengeneza, namna ambavyo anamwambia Musa kwamba wanifanyie patakatifu nipate kukaa katikati yao. Na Biblia inasema sawa sawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani, mfano wa vyombo vyake vyote ndivyo takavyofanya. Kwa hiyo sura nzima ya 25, sura ya 25 nzima na sura ya 29 na sura ya 30 hata mpaka sura ya 40 vinaelezea jinsi hiyo maskani inavyopaswa kuwa, vyombo vyake vinavyopaswa kuwa, wale wahudumu wanavyopaswa kuwa. Na wanakapokuwa wamefanya hayo yote, ndipo Mungu anashuka sasa. Ile sura ya 40, ile sura ya 40, kabla tujaangalia hiyo lamani, tuangalie pale sura ya 40. Sura ya 40 pale mwisho kabisa wa kitabu, Biblia inasema sura ya 40 anamalizia sasa kujenga ile hema. Anamaliza kujenga ile hema. Alipomaliza kujenga hema na maelekezo ya kuweka vile vitu mle ndani na kila kitu kilipokaa mahali pake, mstari ule wa 33 nianzia, asema akausimamisha ukuta wa ua kuizunguka maskani na madhabahu, akalitundika pazia la mlango ule ua. Basi Musa akaimaliza hiyo kazi. Sasa mstari wa 34 unasema ndipo lile wingu likaifunikiza hema ya kukutania, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani, wala Musa hakuweza kuingia hema ya kukutania kwa sababu ya lile wingu lilikaa juu yake, na huo utukufu wa Bwana ukaijaza maskani. Unaosikia? Kwa hiyo walipokamilisha sawasawa na maelekezo ya Mungu, ndipo Mungu aliposhuka, na lile wingu lilikuwa linawakilisha uwepo wa Mungu, utukufu wa Mungu. Naona kwamba Mungu alishuka akaja kukaa katikati ya watu hawa. Na wakati mwingi katika miaka yao yote ya nyuma, Mungu alikutana na Musa mara ya kwanza kwenye mlima. Naona kwenye mlima kule, kwenye mlima alipokuwa na anachunga kwa Yethro, mlima Sinai. Alikutana na Mungu kule, Musa alikutana naye kule. Lakini baadaye tena amekuja kukutana tena wakati alipokuwa anaondoka Misri wanakuja. Sasa Mungu alitoa maelekezo, na haya ndio nataka sasa tuyapitie. Wiki iliyopita nilisema na wewe, na kama utakuwa unakumbuka, nilikuwa kwambia kwamba nitakuonyesha picha ya hiyo maskani na vitu ambavyo Mungu amesema viwepo, na tutakuwa tunaangalia kimoja baada ya kingine. Angalau wiki iliyopita tuliangalia kimoja, lakini leo nataka nikuonyeshe sasa maskani kwa mfano tu. Kwa mfano tu, naomba sasa uendane pamoja nami, unifuatilishe pamoja nami. Maskani ambayo Mungu anaisema katika Biblia mahali hapa, maelekezo ya Mungu, huu ni mfano tu. Inawezekana ikawa si halisi sana, lakini mfano tu. Kwa maskani ilikuwa ina sehemu ya nje. Kwa sehemu ya nje, ilikuwa sehemu ya nje ambayo hapa inakuonyesha mstari mwekundu ambao umezunguka. Hii sehemu ilikuwa
inajengwa kwa mapazia. Wanaweka pazia inazunguka, hii sehemu inazunguka. Kwa hiyo ni ukuta, lakini ukuta ambao umejengwa kwa mapazia. Naona wakati mwingine nitakuja kukujulisha mapazia ya aina gani, lakini mapazia ambayo yalikuwa yanazunguka sehemu hii. Naona halafu hapa palikuwa na mlango kama hivi vinavyoonyesha hapa pana uwazi, lakini huu mlango ulikuwa ni mlango ambao pia pala pazia imefunga, lakini unaweza kufungua halafu kaingia. Unapoingia kwenye hii sehemu ilikuwa inaitwa ua. Ni sehemu ya ua. Hii ni sehemu ya ua ambayo limeonyesha rangi nyekundu. Kwa hiyo ua wa maskani. Maskani ni hii hapa ndani. Sasa huu ya nje ilikuwa ua wa maskani. Kama sisi siku za leo tungesema fence. Umejenga nyumba, umeweka fence au uzio wa nje. Unaojenga fence au uzio wa nje. Naona kunakuwa na gate kwa wale ambao sisi tuna nyumba na watu ambao wamejenga nyumba. Nyumba inakuwa ndani, lakini kunakuwa na fence au uzio ambao unakuwa na gate pale. Naona. Sasa hapa ni ua, ni eneo la ua. Halafu na unapoingia kitu cha kwanza unachokutana nacho mlangoni ni birika. Birika ambayo hapa tumechora mfano tu wa birika hapa. Hii birika. Na wiki iliyopita nilieleza sana maana ya hii birika na kwa nini Mungu alitaka birika iwepo. Lakini kitu cha pili kinachofuata ni madhabahu. Madhabahu. Hii hapa tunaiona madhabahu. Hivi vyote viko kwenye ua. Eneo hili la ua. Naona kama unafungua geti kwenye nyumba yako kabla hujaingia kwenye nyumba, basi hapo unakutana na vitu hivi hapo nje. Naona vimewekwa pale. Kuna hiyo madhabahu. Naona. Na hili kwa ni madhabahu ya kutolea sadaka. Na kutolea sadaka mbalimbali. Hapa palikuwa ni madhabahu. Lakini unapotoka hapa sasa unakuta kuna jengo sasa ambalo linaitwa maskani. Hii ndio maskani yenyewe ambayo ilikuwa na vyumba viwili. Chumba kimoja kilikuwa kikubwa kidogo na chumba kingine kilikuwa kidogo. Lakini hii maskani pia na yenyewe pia ilijengwa kwa kutumia mapazia. Mapazia yalijengwa, mapazia yalizunguka mapazia. Mapazia yalizunguka mapazia. Mapazia ambayo kulikuwa na nguzo ambazo zilikuwa zinashikilia haya mapazia. Kutokea huko mpaka huko kulikuwa na nguzo ambazo zilikuwa zimeshikilia mapazia. Wakati mwingine tutakapokuja kule mbele nitakwambia hata maana ya zile nguzo. Hizi nguzo zote zina maana yake katika neno la Mungu na katika maisha yetu ya kiroho kabisa. Lakini sitasema leo kwa sababu leo nataka tuendelee na jambo lingine la muhimu. Sasa hii maskani ambayo ina vyumba viwili. Chumba cha kwanza unapotoka kwenye mlango mkubwa lazima uanzie kwenye birika, unakuja kwenye madhabahu hii, ndipo sasa baadaye unaruhusiwa kuingia hapa. Unapoingia hapa kunakuwa na mlango ambao ukiingia hapa unakutana na vitu vitatu hasa. Unakutana na mikate, meza inaitwa meza ya mikate ya onyesho. Hii ni meza ambayo inaitwa mikate ya onyesho, inakuwa kwenye chumba hiki. Halafu unakutana na kinara cha taa ambacho nasema kinara cha dhahabu cha taa, unakutana nacho hapa. Lakini unakutana na madhabahu nyingine. Hii madhabahu inaitwa madhabahu ya kufukizia uvumba. Unakutana nayo hii madhabahu. Hii madhabahu inakuwa karibu sana na mlango wa kuingilia kwenye chumba cha pili. Na hiki chumba cha pili hapa na kuwa na mlango, lakini mlango huu unakuwa umefungwa. Na sio mlango hasa, hii pia ni pazia. Ni pazia. Kwa hiyo hapa unaweza ukafunua pazia, unaingia huko. Kulikuwa kama na sehemu ya kufungua ile pazia, halafu unaingia ile pazia inajifunga tena. Unaona? Kwa hiyo hapa wazi muda wote palikuwa pamefungwa. Isipokuwa kama
kuhani mkuu anataka kuingia huku, basi anafungua hiyo pazia kidogo, afunua pazia kidogo, halafu anaingia, pazia inajifunga. Kwa yeye anakuwa huku ndani kwa huduma nyingine. Na sasa chumba hiki ni chumba ambacho kina kitu kimoja tu, kina kitu kinaitwa sanduku la agano. Hili ndio sanduku la agano linakaa kwenye kichumba. Sanduku la agano lina vitu vifuatavyo. Ndani ya sanduku la agano kuna mbao 2 za amri 10 za Mungu zinakuwa humu ndani. Lakini pia humu ndani kuna kopo la mana. Ile mana ambayo wana wa Israeli walikula kule jangwani, waliotumia kule jangwani, iliwekwa kama kumbukumbu akiba. Mungu alisema mchukue sehemu ya mana, mweke kwenye kopo, halafu mtaiwekea ndani ya sanduku la agano, kuonyesha kwamba Mungu aliweza kuwalisha wana wa Israeli wakiwa nje, bila kulima, bila kuvuna, lakini Mungu aliwalisha kwa miaka 40. Kwa miaka 40 Mungu aliwalisha. Kwa hiyo kopo la mana liko hapa ndani. Fimbo ya Haruni iliyochipuka inaitwa fimbo ya Haruni iliyochipuka, lakini ndio fimbo ile ile ambayo Musa alikuwa nayo kule mlimani wakati Mungu alipomtokea akiwa kwa Yethro mkwewe. Sasa ile fimbo Mungu alimwambia, una nini mkononi? Akasema na fimbo. Sasa ile ni fimbo inaitwa fimbo ya muujiza, lakini ilikuwa inaitwa fimbo ya Haruni iliyochipuka. Ilikuwa inakaa hapa ndani na yenyewe ina maelezo yake. Lakini kwenye mfuniko wa sanduku, huu mfuniko wa sanduku unaitwa mfuniko wa sanduku, lakini pia wakati huo kinaitwa kiti cha rehema cha Mungu. Juu ya mfuniko ni kiti cha rehema, na kwenye mfuniko huo wametengeneza pembeni mwa mfuniko, wametengeneza makerubi kama unavyoona hawa wawili, makerubi wawili ambao wametengenezwa, halafu wametengenezewa mbawa, halafu zile mbawa zinafunika atamia sehemu ya kiti cha rehema. Unaona? Kwa hiyo hapa paliitwa patakatifu pa patakatifu, na hapa kwenye chumba hiki paliitwa patakatifu. Unaona? Na huku ni sehemu ya ua. Nafikiri tunaenda pamoja, mtumishi wa Mungu unanisikiliza, na kidogo napo kwenda na wewe katika kuingia ndani zaidi, tunapojifunza maandiko haya na maneno haya ya Mungu. Ninaamini wewe msikilizaji utaelewa vizuri kama utaelewa mimi mwanzo mpaka mwisho. Sasa katika wiki iliyopita tulijifunza kwamba huwezi kuja huku mpaka kwanza umeanzia hapa penye birika. Unaona? Tulisoma maandiko yanayozungumzia habari ya birika na kazi za birika, kwamba kazi yake ni kutakasa, kumuosha mtu kabla hajaingia katika huduma yoyote ya nyumba ya Mungu. Lazima afike hapa kwanza, aoshwe, ajioshe mwenyewe, na aoshe mikono yake, aoshe miguu yake. Sehemu nyingine maandiko yanasema aoge kabisa. Biblia inasema afanye hivyo ili asije kufa, asije akafa. Tulisoma haya maandiko wiki iliyopita, na kwamba maana yake katika roho sasa, katika siku zetu za mwisho, maana yake lazima uwe msafi. Huwezi kufanya kazi ya Mungu kama una uchafu, kama hujatakaswa, kama hujatakasika. Tumesoma maandiko mengi sana yanayozungumza habari ya kwamba unapaswa kuwa msafi. Hii kazi ya kumtumikia Mungu na kazi ya kufanya kazi ya Mungu inapaswa lazima uwe msafi. Mungu wetu tunayemwendea ni mtakatifu sana. Kwa hiyo kwa yeye ni mtakatifu, anasema na hao walioita inawapasa kuwa watakatifu kama yeye Mungu alivyo mtakatifu. Kumbuka kwamba hata Mungu alipomtokea Musa kwa mara ya kwanza kwenye mlima wa Sinai, kwenye mlima ule wa Sinai, chunga, maandiko yanasema Bwana alipomtokea kwenye mwali wa moto. Wakati amemtokea kwenye mwali wa moto, sasa Musa aliangalia ule mwali wa moto, akaona unawaka lakini hauteketei, unawaka lakini hauteketei. Akasema nitageuka niangalie maana yake nini maono haya.
ndipo akasikia sauti ikimwambia, vua viatu vyako, maana hapa nchi hii usimamayo ni mahali patakatifu au nchi takatifu. Maana yake kwamba huduma ambayo tunakwenda kuifanya ni huduma takatifu na kazi ya Mungu takatifu, na Mungu wetu ni mtakatifu, na Mungu tunayemwendea ni mtakatifu. Kumbuka kwamba Mungu alisema, mtengenezee patakatifu nipate kukaa katikati yenu. Na hapa tunapotoka hapa kuja mpaka hapa ndiko kwenye kiti cha rehema cha Mungu. Na hii ilikuwa ni mfano wa kuonyesha kwamba Mungu alikuwa anaketi hapa. Unaona? Na hata ndio maana kuhani alipokuwa anaingia hapa, kama alikuwa hajajiweka sawa, alikuwa anakufa. Alikuwa anakutana na uwepo na utukufu wa Mungu mkubwa kiasi ambacho hawezi kustahimili, mwenye dhambi anakufa. Kwa lazima unapomwendea Mungu, lazima uwe mtakatifu, uwe safi. Na huu ndio utaratibu kwamba huyu kuhani anapaswa awe alishajitakasa tangu hapa mwanzo, kabla hajaingia hata kwenye chumba cha pili. Hajaingia kwenye chumba, lakini awe ameshajitakasa kikamilifu hapa. Amejiosha kikamilifu hapa. Anasema akifanya hivi, asipofanya, unaona, atakufa. Ndugu yangu, tuliangalia sana wiki iliyopita juu ya hili, lakini tulikuwa hatuna michoro kama hivi ambavyo leo nimekupa hii michoro, umeona. Lakini leo umejaribu kuona hii michoro na kukuonyesha. Biblia inasema sasa, wanitengenezee patakatifu kama hivi ilivyo, ili nipate kukaa katikati yao. Sasa nataka tuangalie kitu cha pili. Baada ya mtu kuwa msafi, kuwa mtakatifu, kuwa amejiosha katika damu ya mwana kondoo, maisha yake ni safi, mwenendo wake ni safi. Naona kama vile ambavyo Yesu alisema kwenye kitabu cha Efeso kwamba alitoa uhai wake, alijitoa ili kwamba apate kulizaa kanisa takatifu lisio na ila wala kunyanzi wala waa lolote, bali we safi kabisa. Kwa hiyo Mungu anapaswa, anataka sisi tuwe watakatifu, tuwe wasafi, maisha safi. Akili yetu imetakaswa, macho yetu yametakaswa, naona vinywa vyetu vimetakaswa. Hawezi kutoka maneno machafu kwenye vinywa vyetu. Hatuwezi kuwa na mawazo mabaya kwenye mioyo yetu, wala hatuwezi kuwa na matendo yasiyofaa mbele ya Mungu. Lakini tunakuwa tumetakaswa, ni watakatifu. Kama wewe ni mtu yoyote unayemtaka Mungu katika maisha yako, ujue hii ndio formula. Hii ndio formula. Huwezi kumwona Mungu bila utakatifu. Haiwezekani. Haiwezekani. Vinginevyo utakuwa mtu wa dini tu. Unaweza ukasema dini yako ni nzuri, ukaitia kila jina la dini kwa kuonyesha kwamba ni dini safi, nzuri, inapendeza, lakini haitakusaidia, kwa sababu mbinguni hakuna dini ya kwanza wala dini ya mwisho. Mbinguni kuna watakatifu, na wale ambao wanakutana na Mungu leo ni watu ambao watatembea kwa mtindo huu, kwa namna hii ambayo Mungu ameisema. Sasa usiku wa leo tunataka tuangalie kitu cha pili pale, kinaitwa madhabahu ya shaba. Hii madhabahu ya shaba ilisimama kwa ajili ya kutolea sadaka. Kwa hiyo unapojiosha hapa, unapojisafisha hapa, unaenda kwenye madhabahu hii. Unaanza kwenda kwenye madhabahu hii. Hapa ni mahali pa kutoa sadaka. Lazima utoe sadaka kwanza hapa kabla hujaingia humu ndani. Naona kabla hujaingia humu ndani unatakiwa utoe sadaka hapa, mahali pa kutolea dhabihu. Kwa hiyo nataka tuwasimame katika jambo hili la muhimu sana, ambao nataka unisikilize kwa makini. Sikilize kwa makini. Jambo la kwanza ambalo nataka tuangalie maandiko kwanza katika kitabu kile cha Kutoka sura ya 29. Kitabu cha Kutoka sura ya 29. Tuone ile dhabihu ambayo inatolewa pale. Kitabu cha Kutoka sura ya 29 mstari wa 38. 38. Biblia inasema, basi sadaka utakazozitoa juu ya madhabahu ni hizi: wana-kondoo wa mwaka mmoja, wawili siku baada ya siku, daima
mwana-kondoo mmoja utamchinja asubuhi, na mwana-kondoo wa pili utamchinja jioni. Tena pamoja na mwana-kondoo mmoja utatoa vibaba 3 vya unga mzuri uliochanganyika na mafuta yenye kupondwa, kiasi cha kibaba na robo kibaba, na divai kiasi cha kibaba na robo kibaba, iwe sadaka ya kinywaji. Na huyo mwana-kondoo wa pili utamchinja wakati wa jioni, nawe utanifanyia vivyo kama ile sadaka ya unga ya asubuhi, na kama ile sadaka ya kinywaji, iwe harufu nzuri. Ni dhabihu, sikiliza, ni dhabihu ya kusogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Itakuwa ni sadaka ya kuteketezwa milele katika vizazi vyenu vyote, mlangoni pa ile hema ya kukutania mbele ya Bwana, hapo nitakapokutana nanyi, ili ninene na wewe hapo. Mahali ambako Mungu atakutana na sisi, anene na sisi hapo. Unaona? Kwa hiyo tunaona hiyo madhabahu pale, kazi yake na ni kutoa dhabihu, kumtoa dhabihu. Sasa watumishi wa Mungu, tunapozungumza habari ya dhabihu, tunaweza kuzungumza mambo mengi yanayohusu dhabihu, lakini usiku wa leo nataka kwanza tuangalie kitu hiki, kwamba ndicho ambacho hasa Mungu alikuwa amekusudia kuwaokoa wana wa Israeli. Unajua, sisi tunapokuwa tunaokoka, sisi tuna faida kubwa sana katika kuokoka. Nisikilize. Tunapookoka sisi tuna faida kubwa sana. Mimi binafsi nasema nimeona faida kubwa katika wokovu. Nimeona jinsi ambavyo nimeishi salama. Nimeona jinsi ambavyo maadui wanashindwa juu yangu. Nimeona jinsi ambavyo wachawi wameshindwa kunigusa. Biblia inasema ya kwamba Bwana atakuwa pamoja nami. Nimeona jinsi ambavyo Mungu amenilinda. Nimeona jinsi ambavyo nimekuwa salama. Nimeona jinsi ambavyo sihangaiki na mambo ya ulevi na ukahaba na mambo mengine. Nimetulia na mke na watoto nyumbani. Nimeona baraka nyingi. Hakuna kitu kizuri kama maisha ya wokovu duniani. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu, hata wewe ambaye hujaokoka, mimi nimeshapigiwa simu na watu wengi sana. Hata siku moja kutokea leo, nimepigiwa simu na mtu kutoka Dar es Salaam. Analia, anasema, mimi na mke, lakini nasumbuliwa na roho ya uzinzi. Sitosheki na mke mmoja. Ninahangaika na wanawake huko. Napoteza mali zangu, napoteza vitu vyangu. Nashindwa kukaa na mke wangu nyumbani. Nifanyeje? Mtu huyu kanitafuta. Kumbe kuwa mtu ambaye unafanya dhambi. Dhambi ni utumwa. Maisha ya dhambi ni maisha ya mtu mtumwa. Unaishi katika hali ya tabu. Unaishi katika hali ya mateso. Lakini wokovu ni kitu cha baraka kubwa. Unakuwa huru. Biblia inasema mwana akiokoka huru, unakuwa huru kweli kweli. Mimi nimeokoka tangu mwaka 74. Tangu mwaka 74 mwezi wa pili nimekutana na Mungu nikiwa kiziwi na bubu. Yesu akaniponya. Tangu wakati ule nimeokoka. Paka leo sijui pombe ikoje, sijui wakahaba wanafanya nini. Naishi maisha ya kumcha Mungu na kumpenda Mungu, niko huru. Naona. Kwa hiyo huyu ndugu aliniuliza maswali mengi siku ya juzi, kwamba inawezekanaje. Nimesoma kwenye Facebook habari zako kwamba uliombea nywele na nywele hazikui. Uliziombea zisikue na kweli hazikui. Hivi ni kweli? Nikamwambia ni kweli. Akaniambia, hivi inawezekanaje kuishi maisha matakatifu? Nikajua kumbe watu ambao wanafanya dhambi, si kwamba wanapenda wengine kufanya dhambi, lakini wanajikuta wanafanya dhambi, wanakuwa watumwa katika dhambi. Kwa hiyo wokovu ni mzuri. Lakini nataka ufahamu hivi, kwamba kusudi la Mungu la kutuokoa, kwanza sisi wenyewe tuingie nchi yenye ya asali na maziwa, tuingie kutawala na kumiliki.
Lakini bado hii ni kwa upande wetu, lakini kwa upande wa Mungu mwenyewe, faida ya Mungu anayoipata ya sisi kuokoka, Mungu anataka sisi tumtolee dhabihu, tumtumikie. Naona katika kitabu cha Kutoka ile sura ya 3, kitabu cha Kutoka, katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 3, kitabu cha Kutoka sura ile ya 3. Sikiliza, kitabu cha Kutoka sura ya 3, kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 18. Biblia inasema hivi: nao watakusikia sauti yako, nao utakwenda wewe na wazee wa Israeli kwa mfalme wa Misri na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania amekutana nasi. Basi sasa twakuomba tupe ruhusa twende mwendo wa siku 3 jangwani, ili tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu. Naona, tumtolee dhabihu. Yaani kikubwa ambacho Mungu alichokitaka katika maisha yetu sisi tumtumikie, na eneo moja la utumishi wetu kwa Mungu ni kumtolea Mungu dhabihu. Naona, dhabihu. Ndio maana nataka niseme jioni, asubuhi, usiku wa leo, dhabihu ni nini na kwa nini ni muhimu sana ufahamu ya kwamba wewe unapaswa kujua upande wako kufanya kwa ajili ya Mungu. Mungu amefanya kwa ajili yetu, na Mungu amekutoa katika nchi ya Misri, amekutoa katika nchi ya utumwa, amekutoa katika nchi ya dhambi. Sasa anakutaka ufanye nini? Kikubwa hapa anasema tumtolee Mungu dhabihu. Ona, maandiko haya yanajirudia tena katika sura ya 5, katika sura ya 5 na mstari wa 3. Biblia inasema, mstari wa 3 anasema, wakasema, Mungu wa Waebrania amekutana nasi, twakuomba utupe ruhusa twende safari ya siku 3 jangwani, tumtolee dhabihu Bwana Mungu wetu, asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Asije akatupiga kwa tauni au kwa upanga. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka tumtolee dhabihu, tumwabudu. Naona, tukae katika kumwabudu, lakini na tumtolee dhabihu. Na ndio maana jioni ya leo, usiku wa leo, nataka sana tuangalie hili neno dhabihu. Halafu Bwana Yesu asifiwe, ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu wa Sibuka TV. Unaona katika sura ile ya 8, sura ya 8 mstari wa 25. Sura ya 8 mstari wa 25. Kitabu hicho cha Kutoka sura ya 8 mstari wa 25. Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia, nendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi hii. Musa akasema, haitupasi kufanya hivyo, kwa sababu tutamchinjia sadaka Bwana Mungu wetu na hayo machukizo ya Misri. Naona ugomvi ni kwamba wanataka waende wakamtolee Mungu dhabihu. Naona, na ukisoma kule mwanzo kabisa anazungumza kwamba Mungu anamtokea Musa, anamwambia kwamba utakapowatoa wana wa Israeli mtakuja kumwabudu Mungu katika mlima huu. Naona, mtakuja kumwabudu Mungu katika mlima huu. Kwa hii ndio kitu ambacho Mungu anataka sisi hasa tukifanya. Yeye Mungu ana mengi amefanya kwa ajili yetu. Tunapompokea, tunapompa maisha yetu, tunapomkubali, ana mengi anayofanya kwetu. Lakini Mungu anataka na sisi upande wetu tujitoe kwake. Sasa hapa nataka nizungumze juu ya dhabihu. Dhabihu ni nini? Namba 1, dhabihu ni sadaka. Dhabihu ni sadaka, na ndio maana tunaona pale sadaka ambavyo zilitolewa, na kwamba walikuwa wanatoa wanyama. Tumesoma pale habari ya wanyama, utatoa wanyama asubuhi, utatoa na nyama jioni. Dhabihu ni sadaka ambayo walikuwa wanatoa wanyama. Sasa sadaka ambayo watu wanaitoa leo, wanatoa fedha, wanatoa mahindi, wanatoa nini, wanatoa vitu vingine. Lakini wakati ule
kulikuwa na madhabahu kama hiyo ambayo ilikuwa wanamchoma mnyama hapa, halafu walipomchoma mnyama asubuhi, wanamchoma mnyama jioni. Sasa hiyo ndio ilikuwa ni sadaka, ilikuwa inaitwa dhabihu ambayo ni sadaka ambayo ilikuwa inatolewa, mnyama anachinjwa halafu anawekwa hapo. Hiyo ilikuwa namba 1. Na katika Agano la Kale tunaona kwamba watu watoa wanyama, lakini hata ukisoma habari ya Ibrahimu, Mungu alimwambia habari ya Ibrahimu kwamba amtoe Isaka mwanawe wa pekee awe dhabihu. Katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 22. Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza sema, ikawa baada ya mambo haya Mungu akamjaribu Ibrahimu akamwambia, Ibrahimu, naye akasema, mimi hapa. Akasema, umchukue mwanao wa pekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa juu ya mlima mmojawapo nitakao kuambia. Ibrahimu akaondoka alfajiri, akatandika punda wake, akachukua vijana 2 pamoja naye na Isaka mwanawe, akachanja kuni kwa ajili ya hiyo sadaka ya kuteketezwa. Akaondoka akaenda mpaka mahali alipoambiwa na Mungu. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake, akaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akamwambia vijana wake, kaeni hapa ninyi hapa pamoja na punda, na mimi na kijana tutakwenda kule tukaabudu na kurudia tena. Unaona? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ya kwamba walikuwa wanatoa wanyama, lakini hata tunaona hapa Ibrahimu aliambiwa kumtoa mwanawe. Sasa lakini Mungu Biblia inasema alimjaribu Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo dhabihu ni sadaka, wakati ilifanyika kwa ya wanyama, wakati fulani walikuwa wanatoa. Sasa Biblia inasema wanyama walitolewa kama sadaka ya kuteketezwa. Hiyo ndio inaitwa dhabihu. Lakini Biblia inazungumza wazi kwamba watu hawa walipaswa, hata wana wa Israeli walipaswa waende mwendo wa siku 3. Mwendo wa siku 3 ili waende wakatoe sadaka. Nitakupa maelezo kwa nini siku 3. Kwa nini siku 3? Lakini nikupe katika maandiko machache yanayoonyesha dhabihu ziko za aina ngapi. Kuna dhabihu zinaitwa dhabihu za sifa kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13. Waebrania sura ya 13 mstari wa 15. Waebrania 13 mstari wa 15. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu za sifa daima, yani tunda la midomo iliungamalo jina lake. Dhabihu za sifa. Kumbe kusifu Mungu katika kweli ya ndani pia ni dhabihu, ni sadaka, ni kujitoa na kumtukuza Mungu. Mungu anahitaji sifa. Nimesema Mungu ametufanyia mengi, na Mungu anataka na sisi tufanye kitu, na hicho kitu tunachokifanya tunakifanya kama dhabihu, kama sadaka kwa Mungu. Naona, na tunapofanya hivyo tunafanya kutoka ndani ya mioyo yetu. Tunamaanisha kabisa kwamba tunamwabudu. Hata kama ni kusifu, tunamaanisha kwamba tunamsifu Mungu katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Nataka nikueleze hii safari ya siku 3 ambayo tunaisoma hapa juu ya wana wa Israeli na juu ya Ibrahim. Biblia inasema Ibrahim alitembea mwendo wa siku 3. Na kitu tunasoma hapa hawa walisema waliambiwa tunaomba uturuhusu twende mwendo wa siku 3 ili tukapata kumtukuza Mungu. Maana yake ni nini? Hili eneo lina maeneo, ina eneo 3, ina sehemu 3. Ina sehemu ya ua, ina sehemu ya patakatifu, ina sehemu ya patakatifu pa patakatifu.
Naona Mungu anakaa hapa. Sasa ili kwamba ukutane na Mungu lazima uanzie hapa, unakuja hapa na mwisho unaishia hapa. Kwa maneno mengine, hapa panasimama badala ya mwili, hapa panasimama badala ya nafsi, hapa panasimama badala ya roho. Anasema ya kwamba wamwabudu Mungu imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Hupaswi kuishia tu hapa, unapaswa kuja mpaka hapa, unapaswa kuingia mpaka hapa, ndipo unapokutana na Mungu. Biblia inasema Mungu ni roho, na wamwabudu yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ili tutaliangalia baadaye kwa undani zaidi, kwamba lazima uhakikishe namna ambavyo unakwenda kumwabudu Mungu, unazama ndani, unakwenda kumwabudu Mungu kiroho, unamwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo unavuka pale, unavuka hapa, unaingia patakatifu kwa moyo wako ndani. Kumbuka ya kwamba tunapoliangalia hili eneo, tunauangalia maisha yako, tunaangalia mwili wako. Biblia inasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Yaani mwili wako ndio tunaofananisha na hii sasa. Wewe una mwili, una nafsi na una roho. Sasa unapomwabudu Mungu lazima uhakikishe unahama katika mwili, unahama katika nafsi, unaingia rohoni. Ndipo utakapokutana na Mungu. Na ndio maana kuna watu wengi wamekuwa wakimwabudu Mungu lakini hawajawahi kukutana na Mungu. Hata ukimwambia Mungu nimekutana naye, anakushangaa. Anajiuliza umekutana naye vipi? Mwisho anakuona kama wewe ni muongo, mlaghai. Kwa sababu kama ni kuabudu, mbona naabudu sana? Ndio, lakini uchukui ile process ya kutoka mahali kwenda mpaka mahali, kuhamia kutoka mahali kwenda mahali kwenda mahali mpaka mwisho kukutana na Mungu ndani katika roho na kweli. Na Biblia imeshasema Mungu ni roho, nao mwabuduo imepasa kuabudu katika roho na kweli. Na maandiko yanasema Mungu anawatafuta watu kama hao ili wamwabudu. Ili wamwabudu. Kwa hiyo ndio maana nataka nizungumza na wewe kwamba kuna sifa. Kuna watu ambao unapomsifu Mungu katika moyo wa dhati, acha kuwa tu mtu mwigizaji. Kuna watu wengine wanaweza kuwa wanaimba nyimbo kama wanaigiza tu. Naona anaimba nyimbo hata kama ni sauti nzuri, lakini ni kama anajitaka kujifurahisha mwenyewe. Hamaanishi hamuelewi yule anayemwimbia, hamjui yule anayemwimbia, hajitoi kwake kwa ukamilifu, hazami na kumwambia Mungu upo na mimi nakusifu leo. Ndio maana hapa amesema tunapomsifu Mungu, labda nirudie mstari ule wa 15. Mstari wa 15 nasema basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu za sifa daima, yani tunda la midomo iliungamayo jina lake. Unaona? Unamwabudu Mungu, unamsifu Mungu. Unaona? Lakini katika hali ya kumaanisha, sio kuigiza, sio kuwa msanii. Unafanya mambo kama msanii. Unaona? Unafanya mtu kama unayeigiza tu. Hapana. Unapaswa kuzama ndani. Na ndipo utakapokutana na Mungu. Na ndipo utakapomuona Mungu. Kwa hiyo tunaposifu katika hali hiyo, maana yake tunatoa dhabihu. Unaona? Kwa hiyo kuna dhabihu ya namna hiyo, lakini kuna dhabihu nyingine inaitwa dhabihu ya shukrani au ya kushukuru. Katika kitabu cha Zaburi 50. Kitabu cha Zaburi 50. Kitabu cha Zaburi 50. Kitabu cha Zaburi sura ya 50. Kitabu cha Zaburi sura ya 50. Kitabu cha Zaburi sura ya 50 na mstari wa 14 na mstari wa 23. Zaburi sura ya 50 mstari wa 14 anasema mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mtolee Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Mstari wa 23 anasema atoae dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Unaona? Hakuna jambo ambalo linagusa sana mtu yoyote kama mtu anakuwa na shukrani. Anaonyesha shukrani kwa kumaanisha.
Acha ile shukrani, lakini mtu alionekana kama bado hajaridhika sana, anashukuru nusu, lakini nusu nyingine anaona kama bado hajatendewa vizuri, au anasema ningeongezewa ile kingine labda ningeshukuru zaidi. Naona Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na watu wasio na shukrani, hawana shukrani. Hata atendeweje hashukuru, hata afanyweje muujiza hashukuru. Lakini kumbe kule kumshukuru Mungu, na hata kama umebeba zawadi au umebeba sadaka yako, lakini kwa moyo wa shukrani kwamba Mungu wangu umenitendea haya na kushukuru sana, ile shukrani isiwe mdomo tu, iwe shukrani ya ndani ya moyo. Sasa hiyo inaitwa dhabihu. Unaona, inaitwa dhabihu. Mtu ambaye anamshukuru Mungu akimaanisha. Wakati mwingine anaweza kubeba sadaka kubwa akapeleka nyumbani kwa Mungu kwa shukrani kwamba Mungu, asante kunitendea, asante kunibariki, asante kuniponya, asante kunipa uzima, asante kunipa wokovu, asante kunifanya hivi nilivyo. Unaona, kuna watu ambao wanashangaza sana. Anaweza hata kama wewe hujaoa au umeoa au huna watoto, unaweza kukuta una vitu vingi ambavyo watu wengine hawana, wewe unavyo. Naona labda huna kazi, lakini wewe una miguu na mikono na macho na kila kitu. Kuna watu ambao labda hawana mikono, wengine hawana miguu, wengine hawana macho, lakini Mungu amekujalia kuwa na viungo vyote. Hata kama huna kazi, bado unaweza kuwa na sababu ya kushukuru tu, kuwa na hiyo hali ya kuwa na viungo vyote na ukuwa mtu mwenye akili timamu. Lakini bado unaweza kumshukuru Mungu kwamba nina kazi lakini bado sijapata mke. Lakini kuna watu ambao hawana kazi, lakini mimi na kazi. Na wakati mwingine unaweza kushukuru kwamba mimi na mke pamoja na mume, lakini sina watoto. Kuna watu wengine watamani kuolewa, lakini hana mke, hana mume. Unaona? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kushukuru katika maisha yetu. Kwa hiyo dhabihu ya kumshukuru Mungu. Unaona, anasema katika ule mstari wa 23 anasema atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Mstari wa 14 anasema mtolee Mungu dhabihu za kumshukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Kwa hiyo ndugu yangu, mtumishi wangu wa Mungu, nataka niseme na wewe kwamba tunapozungumza habari ya dhabihu, inasimama kutoka kwetu kwa kumwelekea Mungu. Kuna Mungu ametutendea makuu, lakini Mungu anataka sisi tufanye kitu kwa ajili yake. Kwa hiyo kuna dhabihu za kumshukuru Mungu. Naona hii ni nyingine inaitwa dhabihu. Ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wa Sibuka TV pamoja na radio, iko dhabihu nyingine inaitwa dhabihu za Roho. Dhabihu za Roho. Katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2. Kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 5. Petro kwanza sura ya 2 na mstari wa 5. Anasema ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Unaona, kama nyumba, kama nilivyokuonyesha sasa, hii inasimama kama nyumba. Yaani nyumba yako inapaswa kuwa hivi, maisha yako yanapaswa kuwa na vitu hivi ndani yako. Unaona, sasa nyumba hiyo anasema mpate kumtolea Mungu dhabihu za Roho. Naona dhabihu za Roho. Sasa dhabihu ya Roho, moja ya dhabihu ya Roho, moja ya dhabihu ya Roho ni kutoa mwili wako kuwa dhabihu mbele za Mungu. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 12
mstari wa kwanza. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza sema, basi ndugu zangu, na wasi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Naona, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo dhabihu za roho, moja ya dhabihu za roho ni kutoa mwili wako kuwa dhabihu. Kutoa mwili wako kuwa dhabihu hai, ambayo unaitoa, unaimimina kwa Mungu kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kuyatoa maisha yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Unaona? Na katika hilo wanasema dhabihu za Mungu katika kitabu cha Zaburi sura ya 51. Dhabihu za Mungu katika kitabu cha Zaburi sura ya 51. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 51. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 51. Kitabu cha Zaburi sura ya 51 mstari wa 16 mpaka 17. Mstari wa 16 mpaka 17. Zaburi sura ya 51 mstari wa 16 mpaka, asema, maana hupendezwi na dhabihu, au ningeitoa wewe huridhii sadaka ya kuteketezwa. Nasikia mstari wa 17 anasema, dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Dhabihu za Mungu ni moyo uliovunjika, roho iliyovunjika. Na ndio maana hapa nimezungumza kwamba kutoa miili yetu kuwa dhabihu, roho iliyovunjika. Unaweza kutoa sadaka nyingi kabisa, lakini kama moyo wako haujavunjika, hujaamua kujitoa kimwili, mwili wako ukautoa kuwa kama dhabihu kwa Mungu, kuwa kama sadaka kwa Mungu. Kwa hiyo tunazungumza hivi. Unajua, tunapookoka roho zetu zinabadilishwa. Mwili unabaki ni ule ule. Sasa mwili una matakwa yake. Naomba hapo nisikilize vizuri. Mwili una vitu vyake unataka. Na maandiko yanasema mwili siku zote uyafanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya mwili siku zote ni kupingana na Mungu. Lakini roho inakuwa radhi, roho iko radhi, roho inamtaka Mungu. Tunakuwa tumekombolewa, tumempata Mungu ndani yetu. Sasa kinachotakiwa wewe ambaye umekombolewa na Bwana, sasa utoa huu mwili ambao unasumbua, utoe kama sadaka, utoe kama dhabihu. Ulazimishe kukubaliana na roho. Na unapokaa katika roho, mwili wako sasa, maana yake unauforce kutembea katika makusudi ya Mungu. Mwili unapenda vitu vya dunia. Mwili unataka mambo ya dunia. Lakini unaukatalia. Ndio maana nasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Naona mpate kuyajua mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ukamilifu. Lakini itoeni miili yenu kuwa dhabihu, anasema hiyo ndio ibada yenye maana. Ndugu zangu, watu wengi wa Mungu na watu wengi ambao wanaitwa Wakristo wameshindwa kufanya jambo hili. Na ndio maana nataka nizungumze usiku wa leo, ndugu yangu unaonisikiliza, kwamba ufahamu kwamba hiyo ni sehemu ambayo sio unamngojea Roho Mtakatifu akuongoze, lakini unatakiwa kujua Mungu anataka nini. Na mwili unakataa kile ambacho Mungu anakitaka. Unautoa mwili wako kwa dhabihu, sasa unaulazimisha. Biblia inasema kwamba mwenye kuiona nafsi yake ataiangamiza, lakini mwenye kuiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona. Mwili unakataa kuomba, mwili unakataa kufunga, mwili unakataa kuyafanya mapenzi ya Mungu, mwili unakataa kufanya utaratibu ambao Mungu ameusema katika Biblia. Sasa ukiukubalia mwili, maana yake hautaomba. Ukiukubalia mwili, maana yake hautafunga. Ukiukubalia mwili, maana yake hautayakubali kuyafanya yale ambayo yanapendeza Mungu. Mwili unatamani vitu vya dunia.
Mwili unatamani urembo wa kidunia. Na ndio maana leo kanisa limeharibika. Kwa nini? Watu wameshindwa kujitoa kwa Mungu. Na Mungu anataka tujitoe sadaka kwa Mungu. Tujitoe dhabihu mbele za Mungu. Dhabihu iliyo hai. Tuatoe maisha yetu kwa Mungu. Wakati fulani nilikuwa nafikiri, nikasema hivi. Mimi nimeokoka mwaka 74. Mwaka 74, 1974 nimeokoka. Najua wokovu tuliokuwa nao miaka ile. Najua watu ambao walikuwa wanaishi miaka ile katika Mungu. Najua namna walivyokuwa wanaenenda. Nafahamu hata watu walikuwa na heshima na namna ya mavazi yao wanapoingia kanisani. Walikuwa na mavazi ya aina fulani yanayoonyesha tofauti ya watu wa Mungu na watu wa dunia. Nafahamu hata namna walivyokuwa wanaonekana, hali zao za nje zilikuwa zinatofautiana kabisa na watu wa dunia. Miaka ile watu walimjua Mungu na watu walijitoa dhabihu kwa Mungu. Miaka ya 74, 75, 76, 77, 78. Lakini taratibu siku zinavyozidi kwenda, naona kanisa linavamiwa. Wakristo, wanaitwa Wakristo, wamevamiwa. Sasa si tena wale Wakristo wanaojulikana kama kwenye Biblia. Ni Wakristo waliotengeneza Ukristo wao, maisha yao ya Ukristo, lakini sio Ukristo wa kibiblia. Unaona? Siku moja nilikuwa nawaza nikasema, kama wale ndugu waliokufa katika Kristo miaka ya 74, 75, 76, 77, 78 waliokufa Bwana akawatwaa wapoenda kupumzika kwa Mungu, wakifufuka leo wakaliona kanisa lilivyo, watasema afadhali tufe tena. Utaamua kufa tena. Maana utaona tuko kwenye dunia ipi. Mitindo ya kutisha inaingia makanisani. Mambo ya kidunia yote yanaingia kanisani. Na watu wanajaribu kutafuta mistari na waunga mkono kwenye Biblia. Wakati mwingine hata sio mstari unamuunga mkono, lakini anajaribu kuupindisha, kuulazimisha ule mstari ufuate anavyotaka. Na wengine wanajaribu kutafuta wahubiri ambao watahubiri kwa namna ambayo anataka yeye. Ndugu yangu, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu, nataka nizungumze ukweli kwamba Mungu, hautaweza kumuona Mungu katika maisha haya kama hautakubali kutembea kama ambavyo nimekuonyesha. Lazima ukubali uwe sadaka ya kujiteketezwa hapa. Teketeza kila kitu hapa. Teketeza hali ya kidunia hapa. Teketeza maisha yasiyofaa hapa. Teketeza mitindo ya kidunia hapo. Teketeza, ingia humu ndani ukiwa mtu mwenye sura ya Mungu mwenyewe. Usiwe mtu ambaye una sura yako, una maisha yako, una hali yako, na unaitetea hali yako, na unaipigania hali yako, na huku unamtaka Mungu. Haiwezekani. Huwezi kwenda na Mungu pamoja na dunia. Na maandiko yanasema wazi kwenye kitabu kile cha namalizia, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2. Mstari wa 10. Mstari wa 15 anasema, msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na dunia, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Sasa tunaposema dunia, hatumaanishi miti, hatumaanishi majani, hatumaanishi bahari, hatumaanishi ndege, hatumaanishi anga. Tunamaanisha namna ulimwengu wa dunia unavyokwenda, mfumo wa kidunia, watu wanavyokwenda, maisha ya watu wa duniani wanavyoishi. Hatupasi kuenenda kama wao wanavyoenenda. Kwa hiyo unapotaka kuenenda kwa njia ya kimungu,
lazima ujitoe sadaka. Mwili unataka, mwili unatamani vitu hivyo. Unaona? Mwili unatamani kufanya dhambi, mwili unatamani kufanya maovu, mwili unatamani, lakini unakatalia, unawaambia hapana. Siwezi kuvaa vitu ambavyo duniani wanavaa. Siwezi kuvaa vinguo ambavyo hata nikisimama kwenye madhabahuni dunia inaona kwamba niko pale ni kama wao. Lazima kuwe na tofauti kati ya waliookoka na wasiookoka. Lazima kuwe na tofauti. Kwa hiyo ndugu yangu unanisikiliza, nataka niseme wazi kwamba sasa hivi wengi si wa Kristo halisi, lakini wa Kristo bandia, wa Kristo waliojiingiza kwenye Ukristo. Lakini ukweli wake, maisha yao yanadhibitisha kwamba hawa watu sio wale ambao wamejitoa sadaka kwa Mungu, wamejitoa dhabihu. Biblia inasema itoeni miili yenu kuwa dhabihu, sadaka kwa Mungu. Ndugu yangu, mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nakusihi sana, jitoe kwa Mungu. Jitoe kuwa dhabihu kwa Mungu. Mungu akubariki. Najua umenisikia na utakuwa tayari kufanya kile ambacho Roho Mtakatifu anazungumza na wewe. Mungu akubariki sana. Funika macho yako nikuombee. Kama unahitaji Mungu akusaidie, basi nifuatishe maneno haya ukiwa umefumba macho. Sema, Yesu Kristo, ninakubali usiku wa leo kubadilika. Najitoa mwenyewe sadaka na dhabihu kwa Mungu. Na mwili huu na utoa dhabihu kwako ili niweze kuyafanya mapenzi yako. Najua mwili unakataa, lakini roho iko radhi. Naomba sasa, kuanzia leo najitoa mwenyewe kwako. Nisamee katika uovu wote ule ambao nimeufanya, ambao nimeutenda. Unitakase, unifanye upya maisha yangu kuanzia sasa. Namkataa shetani, nakataa kutenda matendo ya mwili. Natamani kuendelea kuishi katika roho na kuyafanya ya rohoni. Na kushukuru Mungu kusema nami katika usiku wa leo, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki mtazamaji wangu, msikilizaji wangu. Jioni ya leo nataka niombe sasa na kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Bariki mtumishi wako huyu ambaye amenisikiliza. Mtunze, mlinde, mpiganie. Neema yako inayopita ufahamu wa kibinadamu ikawe pamoja naye. Usimwache wala usimpungukie. Umshike mkono, umtegemeze katika jina takatifu lenye nguvu. Alale salama usiku wa leo, akitembea katika kusudi lako jema, katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.